Mimi nimejikatia tamaa na maisha kutokana na hali yangu ya kiafya haiko vizuri. Nimejikatia tamaa na maisha, lakini watoto wangu nahitaji angalau wasome. Uwezo wa kusomesha sina. Uwezo wa kuwasomesha watoto wangu sina. Uwezo wa kuwalisha chakula sina. Mimi watoto wangu tu, mimi mwenyewe nishajikatia tamaa na maisha. Kwa majina naitwa Joseph Masesa, ni mkazi wa hapa Kibeberu. Changamoto ya maisha yangu mimi ilikuwa mwaka juzi nilifiwa na mke wangu. Baada ya kufiwa na mke wangu, maisha yalianza kugoma hapo. Maana mke wangu alikuwa ndo chachu ya maisha nyumbani, alikuwa anahudumia watoto na mimi naenda kuhangaika na vibarua na kuja kuhudumia watoto. Sasa baada ya kuwa mgome alipofariki mke wangu, namna ya kwenda kutafuta mimi kuhangaikia kwa ajili ya watoto nikawa siwezi, kutokana na mtoto mlemavu ana mahitaji, anahitaji kumlisha, kumpeleka chooni na kila kitu. Kwa hiyo utafutaji wa kwenda sehemu mbalimbali kwenda kutafuta ikawa mgumu. Na watoto wengine wawili wanasoma shule, wanasoma wako kule shule, wanasoma, mwingine yuko form 4, mwingine yuko form 3. Kwa wale watoto wale nimeambiwa kwamba niwe nachangia hela ya chakula watoto. Kwa kila baada ya miezi mitatu mtoto mmoja shilingi 175 kwa kila baada ya miezi mitatu. Sasa uwezekano wa kuwasomea kwa kutoa hizo pesa mimi katika utafutaji kwa vile ni mgumu. Ni shule ya serikali ama ni shule sio ya serikali, ni ya mtu binafsi. Kipindi hicho mimi kwa sababu nilikuwa naweza kutafuta mimi mwenyewe, ndio maana nilikuwa niwapeleka kule. Tena nilishawishiwa tu na wale waliniambia kwamba sisi hatutakuchaji ada kubwa kutokana na hali ya maisha yako. Tunataka tu sisi uchangie chakula ili watoto wako wasome. Na kweli mimi nikubali, nilikuwa natafuta kweli nachangia chakula. Na mpaka sasa hela iliyopo ni kuchangia chakula tu ili waje kula, sio ada, kuchangia chakula. Mke wangu alikufa kwa ajili ya moto. Alipata ajali ya moto, alienda kuchoma mabibi pale, kulikuwa mle kwenye bibi mle kulikuwa na chupa la perfume. Likalipuka lile. Lipolipuka lile likamuunguza sasa mwili wote mzima, yani ukalipuka na moto likaja likamwangukia, moto akaungua mwili mzima. Kwa mimi nilikuwa sipo, nilipokuja kupigiwa simu naenda Muhimbili, nimekubahati mbaya sikukutana na maskini mke wangu, nimekuta kashafariki. Maisha yangu yakawa yameyumba tu hivyo, kama maisha ya shida, kutafuta shida, watoto wangu kula yao shida, mimi mwenyewe kula shida, nilikuwa nahangaika tu na maisha hivyo. Mpaka nikatamani kwamba mimi nimejikatia tamaa na maisha kutokana na hali yangu ya kiafya haiko vizuri. Nimejikatia tamaa na maisha, lakini watoto wangu nahitaji angalau wasome. Uwezo wa kusomesha sina. Uwezo wa kuwasomesha watoto wangu sina, uwezo wa kuwalisha chakula sina. Kwa hiyo nabaki nahangaika tu. Watoto nikwambia wasiende shule, wanakuwa nalia. Hadi wakanihurumia wakasema kwamba niwarudishe shule, ile nikipata hela hata kidogo nitakuwa napeleka. Sasa uwezekano na wenyewe umeshindikana, nikawa sina, nibidi warudi nyumbani. Kurudi nyumbani watoto na yeye shida, wakirudi nyumbani wanalia. Mtoto huyu na yeye mlemavu huyu anahitaji naye vile alikuwa anahitaji shule, mpaka sasa hivi ameshakata tamaa. Shule ya kuipata, ya kumpeleka shule hamna. Mimi mwenyewe namna ya kumhudumia ilikuwa ni mimi muda wote, nimpeleke chooni, nimlishe, nimfanye nini. Ikawa ndo mpaka sasa hivi hali imekuwa ngumu, maisha magumu, pakulala hakuna shida, kula yenyewe shida, na jinsi ya kuwatafutia watoto wale shule wasome na kwenye kupeleka na kwa shida. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu msaada kama inawezekana, mtu atakayeguswa na hili ambalo nalo wanisaidie mimi ili watoto wangu waweze kusoma. Na huyo kama ikiwezekana nipate msaada huyo mlemavu ili niweze kusaidiwa na huyo mlemavu, niweze kujikizi hata mimi mwenyewe, hata nilikuwa nafanya vibarua, naenda nafanya vibarua hata nikiwa mimi nakuwa afadhali. Naona ni jitihada gani ambazo unazozifanya? Umetuelezea matatizo yako pale ambapo yalikuwa. Yani kwanza ulikuwa unafanya kazi gani? Umesema kwamba ulikuwa na uwezo wa kuhudumia. Nilikuwa naweza kuhudumia familia kwa sababu nilikuwa nafanya kazi vibarua mbalimbali, nafanya side mafundi, naenda tunakaa wiki tunafanya vibarua. Familia yangu ilikuwa naishi vizuri tu kwa sababu nilikuwa naweza kufanya kazi. Lakini baada ya kufariki ambaye kwamba alikuwa anahudumia familia, nikawa sina, kawa ndo mimi nikawa mama, ndo nikawa ndo baba. Sasa namna ya kusupply ikawa shida. Naona
Ndugu hawapo? Ndugu zangu wapo, kila mtu na maisha yake. Yaani hata yani ndugu zangu hata kunitembelea tu inakuwa shida. Wako hapa watu nani? Wako Bunju. Wadogo zangu wako Bunju pale. Na yule mlemavu ana umri gani? Au yule mama ulipata njia? Tangu kuzaliwa yule. Tangu kuzaliwa ana miaka 19 sasa. Hitaji yake makubwa kabisa, mara ya kwanza alikuwa anahitaji kabisa apelekwe shule. Lakini sasa hivi na hata hii mpaka sasa, lakini bado huwa nalisema kwamba mimi bado nimpeleke shule. Na nilishawahi kumpeleka wakati niko Bagamoyo, nishawahi kumpeleka shule. Kulikuwa na shule ya Flora ya mzungu. Alisoma kama miaka 3. Sasa hiyo baadaye ile shule ilifungwa. Akawa amekaa tu nyumbani sasa. Kila wakati tukiongea nataka mimi nataka niende shule, nataka niende shule. Mahitaji yake makubwa nataka aende shule. Lakini sasa kishafikia sasa hivi ana miaka 19. Lakini mazungumzo yake kila siku anataka mnipeleke shule. Nimejaribu kitiada, nilienda mpaka ITV. Nikaenda naye mtoto. Nimeenda ITV lakini sikufanikiwa chochote kupata namna ya kunisaidia. Nimeita watu wa media. Media wamekuja hapa ndio wakanipigia ustawi ya jamii kwamba sisi tutakuja kumchukua huyo mtoto, lakini jitahidi wewe unamtembelea sawa, lakini hawakuweza kufika. Walikuja mpaka ofisa elimu wa Kisarawe. Alikuja mpaka pale nyumbani akaona akasema kwamba hii swala atalishughulikia, lakini hakuweza kulishughulikia. Jitihada nyingi ambazo nimezifanya ambao kwamba hasikuweza kupata msaada wote ambao kwamba hakuweza. Lakini kuna bahati nzuri mwaka jana kuna kina mama wa Kunduchi walijitahidi mwaka jana wakanilipia kule shuleni. Kwa kweli mwaka jana walinilipia nikawa wamesoma vizuri, lakini mwaka huu ndo bado. Mmoja yuko form 4, mwingine yuko form 3. Mmoja wa kiume ndio yuko form 4, wa kiume, wa kike ndio yuko form 3. Turudi kwa mtoto huyo mlemavu. Huyu umesema mahitaji yake makubwa sana ni nini? Mahitaji yake makubwa anahitaji yeye anahitaji kusoma. Mahitaji yake kubwa kabisa anahitaji kusoma. Sasa hivi kishafikisha ana miaka 19. Kwa hiyo angalau hata akipata tu msaada mtu wa yani namna ya kumhudumia tu. Tupate namna ya kumhudumia tu, tupate mlemavu wa viungo, hatembei, haongei, hawezi hata kula mwenyewe, yani hawezi. Nashukuru kwa sasa hivi alivyokuja mtoto wangu huyu anamsaidia nikiwa sipo, anamlisha, na bahati mbaya naye amefiwa na baba yake mzazi, naye yupo na yenyewe vile vile ndio nikawa nimeongezewa mzigo tu nao vile vile. Kwa sababu lazima naye mimi na mtoto naye najigaa kwa sababu anapata kumlisha. Naenda kuhangaika kwenye vibarua. Nikihangaika kwenye vibarua nikipata chochote wanakula. Ila sasa sisi huku wanakula nikipata. Wale wa shule sasa ndio ni changamoto, inakuwa shida. Wale wa kule shuleni. Na mimi nikipata tu panja ya homa nakuwa shida, tunakuwa tunaangaliana tu tunaangaliana tu kwamba tutafanya nini. Mtazamaji anataka kufahamu, je, hapa ni nyumbani kwako au? Hapa sio nyumbani kwangu. Hapa nimehifadhiwa tu na mtu Msamaria. Baada ya kuniona maisha yangu ya magumu akaniambia kwamba hapa njoo ukae tu. Hatukuchaji hata kodi, kaa tu na maisha yako ujihifadhi hapa. Mpaka utakapoona kwamba labda umepata nafasi ya kuwa na kwako utaenda. Niliuza kiwanja kutokana na hizi changamoto cha watoto kwamba wananiomba hela. Tunataka 100,000 huku. Sina hela. Sasa sina hela, nikiwa kiwanja kile nitegemea nijenge. Nikakiuza. Nilipokiuza na chenyewe kwa sababu hakizarishi, hela yote ikaisha. Kwa hiyo nikabaki hivi tu. Sasa sina cha kuuza sasa hivi, sina hata cha kufanya chochote. Kwa hiyo sinabaki hivi tu, mimi nahangaika tu. Kwa baada ya kufiwa na mkeo hukuwahi kuoa tena? Sijawahi kuoa tena. Okay. Mimi upande wangu mimi cha kuomba kunisaidia, mimi nahitaji tu anisaidie tu watoto ili waweze kusoma, wale watoto wa shule, na kunisaidia mahitaji ya huyu mlemavu huyu kama kuna uwezekano. Wanisaidie mtoto kama kuna uwezekano wa kwenda kulelewa sehemu ili nipate na mimi kusurvive, yani kutafuta tu nijikizi kimahitaji yangu. Na huyu mwingine kama nikipata, yani mfadhili nikipata akamsomesha hata ufundi naye akajitegemea na maisha yake, basi itakuwa ni vizuri zaidi. Mimi nikipata mtaji naweza nikafanya biashara, na ni mzoefu kabisa hata kufanya biashara kwa sababu nilikuwa na genge nafanya biashara ya genge, ndio ilikuwa tunatufanya tuishi na mke wangu anafanya biashara ya genge na mimi naenda kutafuta kule. Nikipata mtaji nafanya biashara vizuri kwa sababu nitakaa nitamhudumia mwanangu nyumbani, nitapata tena hela ya kuwapelekea watoto kule shule. Nitafanya biashara bila shida yoyote. Yaani kwa hapa mtaji sasa kuanzia shilingi ngapi, unajua mtu kumwambia kwamba unipe kiasi fulani
inakuwa ni ngumu, kutokana kwamba mtu yoyote ambaye atakayemgusa chochote kile atakachokuwa nacho naweza kanisaidia. Na hiyo serikali kama itaguswa na hili iweze kunisaidia, au jamii ambao wananiona waweze kunisaidia ili watoto wangu waweze kuendelea na shule. Mimi mwenyewe nishajikatia tamaa na maisha, angalau watoto wangu waendelee. Afadhali mimi watoto wangu ndio linaniumba. Pole sana. Mimi watoto wangu tu, mimi mwenyewe nishajikatia tamaa na maisha. Kwa nini umejikatia tamaa na maisha? Mimi watoto wangu tu, yani watoto wangu hata watoto wangu tu mimi wakipata msaada watoto wangu afadhali. Na mimi nikipata mtaji wa kufanya hata biashara, nitafanya biashara, nitaendeleza, nitakula, watoto wangu nitawasomesha vizuri, wataendelea na shule. Basi kwa serikali naiomba iweze kuniona na kunisaidia, au jamii, taasisi mbalimbali itakayo nione kunihudumia nisaidie. Nitashukuru sana. Kwa hiyo naiomba serikali, hata mkuu wa mkoa aweze kunisaidia, mawaziri aweze kunisaidia ili wanisaidie mtaji, niendeleze na maisha yangu, naweze na kusomesha watoto wangu. Naiomba serikali nisaidie hivyo. Mkuu wa mkoa, nakuomba sana, nisikilize, ninakuomba sana. Unisaidie niweze kusomesha watoto wangu mtaji, nisaidie mtaji. Kwa sasa wewe unafanya shughuli gani? Sasa hivi kazi zangu ni kulima kibarua tu, naenda huko kicha, naanza kutafuta vibarua, wapi kuna kibarua nalima napata. Basi ndo nikipata nakula na watoto wangu. Huyo mtoto mlemavu sana sana vyakula gani anatumia chakula nini na kumuandaa kwenda uani na muandaa nani? Mimi mwenyewe kila kitu mwenyewe kumuogesha mimi mwenyewe. Chakula nakula ugali tu na ubwabwa ikipatikana ndo, lakini sana sana tunakula ugali tu sisi. Na muandaa mimi mwenyewe, nampeleka chooni. Yani kuna poti ilipo nimemwekea kula, naendaka anakaa kwenye poti pale, anajisaidia na anachimbia, namvalisha, namrudisha ndani. Ndio ninapofanya hivyo.